Sheikh Isa amezungumza mwanzoni kabisa mahusiano ya kodi na Uislamu, na amesema kama kodi inayokusanya inakwenda kwa manufaa ya wananchi, basi hiyo kodi ni halali. Watanzania, faida za kodi zinaonekana. Leo tuko hapa kwa sababu kuna ulinzi na usalama. Na ulinzi na usalama hautakuwepo kama watu hawalipwi mishahara. Kodi yenu ndio inatumika kufanya hivyo. Mmekuja hapa kwa sababu mmepita kwenye barabara. Hizi barabara miundombinu ni kodi zenu. Leo tuna watoto, tuna ndugu zetu wanasoma bure, wanatibiwa, ni kwa sababu ya matumizi sahihi ya kodi. Kwa hiyo ni halali kwa imani zetu kulipa kodi. Kama ni halali pia kuwahimiza tulipe kodi. Kwa hiyo wakati tunawashukuru kwa kulipa kodi, tuwaombe pia muendelee kulipa kodi bayana. Na hasa kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu na Kwaresma, matumizi ni makubwa. Mwakilishi wa Mufti amesema tulipe kodi. Mimi naenda mbali zaidi. Unaweza kuichangia nchi kwa kuhakikisha kila unachonunua mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma, hakikisha unadai na kupewa risiti. Ukifanya hivyo ni ibada pia. Shehe, ni ibada. Ukifanya hivyo ni ibada. Lakini licha ya kwamba utapata thawabu, lakini unakuwa unaisaidia nchi yetu na watu wako. Kwa niaba ya Waislamu wote wa Dar es Salaam, nashukuru kufanyika hafla hii hapa. Najua TRA imezagaa Tanzania nzima, na ingewezekana shughuli kama hii kufanyika popote katika moja ya mikoa 26 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa mapenzi ya dhati na kutambua kwamba Dar es Salaam ndio Tanzania, basi kamishna mkuu na TRA mkaona kufanya jambo hili. Sisi tunawashukuru sana kwa kutuheshimisha kwa kiasi hiki. Lakini niseme tu, kwa sababu najua umuhimu na lengo la TRA ni kukusanya mapato ya nchi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kama Sheikh mkuu, nitahimiza masheikh wote, misikiti mbalimbali, madaris na taasisi za Uislamu kujitokeze kwa wingi katika kuwasaidia ndugu zetu wa TRA kukusanya mapato. Jambo mlilofanya ni jambo linalojenga taifa, linajenga mshikamano, linajenga umoja. Na jambo hili kwa nchi, kwa taifa, ni jambo kubwa sana na muhimu kwa wakati wote wa Tanzania kuwa pamoja. Anashukuru sana kwa hilo. Lakini la pili, anawaambia Watanzania kwamba nchi inajengwa kwa mapato. Haiwezi kujengwa nchi kwa udongo. Kwa hiyo anatoa mwito kwa Watanzania kuendelea kulipa kodi ili tuweze kujenga nchi yetu.